Wanaume hamjambo? Hamjambo. Wazee muriena? Chamge? Oyawore? Asante. Hizo ndio lugha zinapatikana. Kuna moja nimesahau. Ualart? Ngalete? Asante. Hizo ndio lugha zinapatikana hapa kwetu kwa Diocese ya Bungoma. Na ni vizuri mtu akiongea lugha yako unasikia kweli nyumbani. Kwa hivyo ningependa kwanza kwa kuwapatia salamu za baba askofu alienda Nairobi, lakini ameshikika huko, hawezi kufika akawa nasi siku ya leo. Kwa hivyo ndio maana nimesimama, hata kiti hicho imekuwa kiti kikubwa, nikikaa hapo viatu vyake imekuwa kubwa, siwezi kutoshelea, lakini kwa neema ya Mungu acha tujaribu. Kwa neema ya Mungu tujaribu. Sasa siku ya leo tumekusanyika hapa kama wababa wa Katoliki katika jimbo letu la Bungoma, na siku hii ni siku ambayo Baba Mtakatifu Pio wa 12 aitangaza iwe siku rasmi ya kuombea wafanyikazi. Mnamo mwaka wa 1955 Baba Mtakatifu aliitakasa, akaiweka, akaitenga kama siku ya kina nani? Wafanyakazi. Na akatupatia msimamizi ambayo anasimamia wafanyakazi wote, na huyo msimamizi ni Yosefu Mtakatifu. Yosefu ambaye alikuwa baba mlezi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi kama wanaume, siku hizi wanasema mwanaume ni kujituma. Mwanaume ni kufanya nini? Kujituma. Kujituma kwa kufanya nini? Kwa kufanya kazi. And vile umesikia katika somo la kwanza, tumeona Mungu akaumba vitu vyote vinavyoonekana hapa duniani, wanyama wa pori, samaki wa bahari, wanyama wa nyumbani, kaumba anga na nchi, vyote akaumba, na mwisho akaumba nani? Mwanadamu, akamuumba kwa mfano wake. Na njia moja ya kufanana na Mungu ni kufanya kazi. Kwa sababu Mungu fanya kazi, anataka sisi kama viumbe vyake, sisi ambaye alituumba kwa mfano wake, tufuate mfano wake wa kufanya nini? Wa kuchapa kazi, kufanya kazi. Tunapofanya kazi, tufanye kazi kwa bidii, tuweze kupata mapato ambayo itasaidia kulea familia zetu. Na hapa tuko katika shule ya St. Cecilia Girls. Hawa wanasichana hapa wawezi kukaa hapa bila wewe kulipa fees, na fees huwezi patikana kama wewe kufanya nini? Ufanye kazi. Na the parents have worked hard to pay school fees. And therefore hata sisi lazima tufanye kazi ndio tuweze kulea familia zetu, tuweze kutunza familia zetu vizuri, na tuweze kuchukua majukumu yetu katika familia kama wanaume wajibikaji, responsible men in our families. So katika familia yetu tunashika mfano wa nani? Wa Yosefu. Katika Injili tumesikia Yesu Kristo anaitwa mwana nani? Mwana wa seremala. Is known to be the son of the carpenter. Aliporudi Nazareti, mahali alipolelewa,
Watu walikuwa na shangaa nguvu na uwezo huu yeye alikuwa wamesikia fanya mahali pengine ilitokea wapi. Wakasema si huyu ni mwana seremala, si ndugu zake wako hapa, kaka zake ziko hapa, amepata wapi nini uwezo huu? Walishindwa kuamini kwa sababu Mungu alikuwa hajafungua macho yao, hajafungua mioyo yao ili waweze kusikia neno la nani? Neno la Mungu ambayo ilikuwa inatoka kwa mwanae Yesu Kristo. Na wewe uko hapa kwa sababu umefungua nini? Moyo wako. Umefungua moyo wako. Ufikie akili yako. Wale wazee ambao hawajafungua mioyo yao bado wanafikiria kama wale watu wa Nazareti. Wamepotelea kwa mambo mengine. Lakini wewe tunakupongeza, tunakushukuru, umejitokeza. We are not taking your being here today for granted. It is because you have discovered who Jesus is for you. Sababu umegundua Kristo ni nani. Kristo ni nani kwako. Na ndio maana umeacha vitu vyote ambavyo ungefanya siku ya leo, umekuja hapa ili tuweze kumtolea Mwenyezi Mungu shukrani kwa kututeua sisi wazee kuwa walezi katika familia kwa mfano wa nani? Kwa mfano wa Yosefu. Na hii naamini ya kwamba si tu siku ya leo, bali pia katika maparokia yetu, mahali tumetoka, tumejitoa, tumejitolea, tumejituma ili tuweze kusaidia katika kazi ya uingilizaji, the work of evangelization. Kwa sababu wewe kama naume ukivaa vile umevaa siku ya leo na ukitembea barabarani, watu watajua tu, hata kama hajakwambia, watajua tu there is something in that man. There is something. Utakuwa unatangaza nini? Utakuwa unatangaza nini? Utakuwa unatangaza injili. Na hata mahali pengine huwezi kuingia. Unajua pale nasema huwezi kuingia. Kama umevaa vile umevaa hivyo, huwezi kuingia. Utaenda nyumbani kwanza ubadilishe ndio uingie pale. Ama sivyo? Najua chairman, najua wewe unajua hiyo maneno vizuri. Najua hiyo maneno vizuri. Utaangalia vile nimefanya namna hii, hapana. Taenda pale nitakuwa natangaza injili mbaya. Lakini nitakana kila wakati utangaza injili ya nani? Ya Yesu Kristo. Wakati mnapojitolea kama wazee ili kuweza kufanya kazi kwa parokia, ile mnapojitolea kama wazee kuongoza jumuiya ndogo ndogo, vile mnapojitolea kama wazee kusoma sala za waamini katika misa takatifu Jumapili, you are doing a great job. You are announcing, you are participating in the work of evangelization, because you are setting a good example. You become a role model. Ana inatakana sisi kama wazee tuende mbele na wengine wafanye nini? Watufuate. Ndio maana hata katika familia kama hujatoa sauti, kama hujatoa amri, mambo inabaki hivyo tu. Mpaka waulize mzee amesema nini. Wanauliza mzee atafikiriaje? Mmemuuliza? Na kama umemuuliza na kama unakuwa mtu wa kujitolea, basi kanisa la Mungu itafanya nini? Itaenda mbele. Kanisa la Mungu itaenda mbele. Kwa hivyo ningependa kuwaomba hii kazi ambayo umeonekana hapa siku ya leo iendelee hata katika parokia zetu. Iendelee hata katika parokia zetu. Tusiwe tu kujitolea kama siku ya leo tunakuja hapa, tukirudi nyumbani nilikuwa naangalia nivae koti gani na nikapata ingine imejaa vumbi. Sijaivaa kwa muda mrefu.
na ikiwa wewe utaweka koti yako hapo, ngojea tarehe 1 Mei ijaye vumbi, basi hiyo itakuwa hujatekeleza wajibu wako vizuri. Kwa hivyo let us lead by example. Tuongoze pitia kwa example. Na katika somo la pili tukigusia tu, Paulo anatuambia ya kwamba chochote mnachofanya fanyeni kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Do it for the glory of God. Hata tunapokuja hapa siku ya leo, tumekuja hapa ili Kristo apate sifa. Watu wanakuja hapa, hatukuja hapa kujionyesha. We are not coming here for show. We are coming here to praise God. Tunakuja hapa kumtukuza Mungu wetu. Na ndio maana Paulo anaambia Kolosai, walikuwa Kolosai, yes, ya kwamba chochote mfanyacho, hata kama unalima, hata kama unachunga ng'ombe zako, hata kama unafieka, do it for the glory of who? The glory of God. That's work. Hiyo ni kazi. Kazi yoyote ambayo tunafanya, tujua kwamba tunaifanya kwa sababu Mungu alitangulia kusimama mbele yetu. Alitangulia kufanya hiyo kazi. Na najua kazi ya kuajiriwa siku hizi zimekuwa na changamoto yake. Na wale ambao umeajiriwa kufanya kazi katika mashirika, katika serikali, shule na katika county government, let us be responsible. Let us be responsible. Hii mambo ambayo tunalia corruption everywhere. Hata wakati wa Kwaresma, ilikuwa wiki gani tulizungumzia mambo ya corruption? Ilikuwa wiki 2 au wiki 3? Umeshasahau tayari? Wiki 2 ongea mambo ya corruption. Sometimes hii corruption inarudisha mipango yetu nyuma, hata katika familia. Nilikuwa naongea na mtu mmoja kuhusu mambo ya corruption, na kaniambia, "Father, mimi nimefanya kazi lakini ile pesa ambayo nakuwa napata, ile pesa ambayo nilikuwa napata kiharamu, hakuna, haijanisaidia chochote." Kaniambia alijaribu akanunua ng'ombe siku moja na hiyo pesa, na hiyo ng'ombe ikakufa. He was very honest. Akajaribu kwa hiyo pesa, akajaribu hata kununua kondoo, hiyo kondoo ikakufa. Kwa maana ni pesa ambayo haina nini? Haina baraka. Kasi ni pesa ambayo haina baraka. Ni kazi ambayo haijatoka kwa Mungu. Ni kazi ya kutukuza shetani. Kwa sababu shetani anataka kunyakua. Shetani anataka kuchukua ile isiyo yake. So let us also be honest in our work. Tunapofanya kazi ile ambayo Mungu ametujalia tufanye hapa na pale, tosheka na ile kidogo ambao unapata, na Mungu aibariki. Ukilipia mtoto wako school fees, Mungu atabariki mtoto wako. Hata kama wewe ni maskini, mtoto wako atapata baraka, atapata kazi nzuri, atakuza familia yako na familia yake. So as much as we are talking about work, let us have dignified way of working, and let us work honestly and with dignity. Hiyo ndio jambo ambalo kanisa linafundisha kuhusu kazi yetu kama Wakristo. Tusijiingize, tusiruhusu na shetani akatuingilia tukawa na tamaa ya kujitajirisha, tamaa ya kutumia rasilimali ambayo nitakana itusaidie watu wengine ili kujinufaisha sisi wenyewe. Hiyo haitatuletea baraka. Haitatuletea baraka hata kidogo. Kwa hivyo hiyo ndio kidogo nilikuwa nimetayarisha. Wakati askofu ananiambia hawezi fika, nikafikiria hiyo, nikaambia nitawaambia hiyo, na nimewaambia. Asanteni na Mungu awabariki.